Kama nilivyosema awali kwamba hatuwezi kuondoka katika ardhi hii ya Mama Mu, kwa sababu hii ardhi ni miongoni mwa watu ambao walitupa baraka zetu. Kipindi hiko tunaingia katika masuala ya media. Tushaikuja awali katika ardhi hii, tulifanya vipindi kadhaa katika ardhi hii, tulipokewa kwa furaha, na ndio maana leo hii pia tulivyosikia kwamba dada yetu Warda Mkali ana jambo lake, tukaona si busara sisi bila kufika mahali hapa. Lakini pembeni yangu kama unavyoona, huyu ndo mlengwa, huyu ndo Warda mwenyewe, huyu ndo Warda Mkali. Nataka tuzungumze naye atuambie machache namna alipata kupokea ugeni ambao wamefika katika ardhi hii ya maeneo ya Kisarawe. Warda, nadhani umeona watu wengi wamekutembelea, wamekuja katika ardhi yenu, unajisikia na watu wameweza kukimbilia kwa wingi? Najisikia furaha sana, naona watu wamenikimbilia kwa wingi sana, kwa hiyo wamenipokea na furahi kuwaona pia hapa. Umeweza kuchezwa, kufundishwa mafunzo mbalimbali. Sawa, nataka utuambie namna ulivyoweza kuyapokea mafunzo kutoka kwa makungu wako. Je, umeelewa? Nimeelewa. Na watu wametoka sehemu mbalimbali kiwemo Kinyamwezi wamekuja katika kwenye shughuli yako. Unajisikiaje kuna kama umepokea ugeni kutoka maeneo ya Masantula, kutoka maeneo ya Kinyamwezi na Kisarawe pia? Najisikia furaha, kumbe na mimi najua nina ndugu wanaoweza kunipokea ikitokea jambo langu. Kwa nawashukuru wote waliotokea. Kwa hata nikipata shida najua kabisa kuna watu watakuja kwa niaba yangu. Wapo wengi tu wanatokea sehemu mbali, wameharibu nauli zao ili kuja hapa. Kwa hiyo nawashukuru ndugu zangu wote waliotokea mbali kuja kwa mdogo wao, dada yao. Nawashukuru sana. Watu wamefana hapa nyumbani kwenu. Ni namna gani unaweza kuishi na watu wote hawa? Kuishi nao kwa kuwaheshimu, kuwapenda, kuwasikiliza, kuwajali. Mkubwa kumpa heshima yake, mdogo kumpa heshima yake. Niambie kwa uchache sana, babako mzazi Mzee Mkali ni namna gani ameweza kusupport katika jambo lako? Amenisapoti kama mzazi, nguvu yao nimeiona. Neno moja kwa watu wote ambao wameweza kukimbilia, wana Kisarawe, wasiotoka Kisarawe, wote ambao wamefika katika ardhi hii, wape neno moja tu la busara na hekima. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Na mimi pia binafsi nawatakia kila laheri watu wote ambao mmeweza kujitokeza katika familia hii ya Mama Mu ambao ipo maeneo ya Kisarawe. Na sisi kama media tuliwiwa zaidi tuweze kufika katika eneo hili ili tuweze kupiga story na mlengwa dada yetu. Tunatakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali.